Mshukuru Mungu kutukutanisha tena leo kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha afya. Ninashukuru nimepata komenti mbalimbali, nimepata maswali mengi kuhusiana na somo letu lililopita la ulaji sahihi wa nyama sehemu ya kwanza. Na baada ya kuwa nimeona maoni ya wengi na maswali ya wengi, kuna baadhi waliniuliza pia maswali, nikaona hatuna budi leo kuendelea na sehemu ya pili ya somo hili ili kujibu baadhi ya maswali ambayo huenda yameibuka kwa baadhi ya watu, lakini na kuendelea na hitimisho, kutengeneza hitimisho zuri ili tuwe na uelewa mkamilifu wa masuala haya. Sikutaka kuifanya hii mada kuwa ya siku moja kwa sababu ni mada muhimu na ina mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza. Ninaanzia pale pa siku zote. Je, unajua kwamba dunia ina mabara 7? Niliwaambia kabla sijaingia kwenye somo nitakuwa ninawaonesha baadhi ya sign za Mungu katika sayansi ambazo nimezibaini. Dunia ina mabara 7. Na kati ya haya mabara 7, mabara 6 yanakaliwa na watu na bara 1 halikaliwi na watu. Hilo bara la chini Antarctica. Kwa hiyo nadhani unaweza ukaona hii 7 inavyojirudia katika uumbaji wote hadi dunia imegawanyika katika mabara 7. Hii inatuonesha kwamba Mungu wetu, Mungu wa Sabato, ndiye Mungu muumbaji na ni Mungu wa kweli. Jana tuliishia kwenye vitamin B12 na tuliona kwamba tafiti zinaonesha inapatikana hata katika baadhi ya mimea. Sasa kupanua uelewa wenu ni kwamba si kwamba kwa sababu inapatikana kwenye mimea, hii mimea ukadhani kwamba sasa labda mimea inaitengeneza hii vitamini. Hapana. Vile vile kama ilivyo kwa wanyama, unaposikia kwamba ukila nyama ndivyo unapata vitamin B12, haimaanishi kwamba hii vitamin B12 wanyama ndo wanaitengeneza. Sikia nikwambie, vitamin B12 inatengenezwa na bakteria. Upatikanaji wake katika mimea na katika wanyama inategemea yale mahusiano ya pamoja ya kuishi kama kati ya mnyama na mimea pamoja na hawa vijidudu. Tunaita yale mahusiano ya nipe nikupe. Wale bakteria wananufaika na mimea na wanyama, lakini pia hawa wanyama na mimea wananufaika na hao bakteria. Kwa hiyo vitamin B12 inapatikana kutoka kwa bakteria, ndio wanaoitengeneza kwa kutumia madini ya cobalt. Na hata wale watengenezaji wa supplement, viwanda vya supplement, wanatumia bakteria kuzalisha hii vitamin. Kwa hiyo unapokula mimea, hasa mimea iliyotoka kwenye udongo, au ile mimea tuliyoionyesha kwamba ina kiwango kubwa cha vitamin B12, ni kwa sababu hii vitamin B12 imetokana na vijidudu hao. Katika wanyama wanaokula majani kama ng'ombe na mbuzi, hii inatengenezwa kwa wingi zaidi kwa sababu hawa bakteria wanakaa katika matumbo ya wale wanyama wanaocheua. Kwa hiyo ndio maana wanakuwa chanzo kizuri cha vitamin B12, lakini sio chanzo pekee. Hapo ninakuonesha mfano wa baadhi ya mimea inayoishi kwenye maji inakuwa na kiwango kikubwa cha vitamin B12 ukilinganisha na mimea ya ardhini, kwa sababu mimea ya kwenye maji kama mwani wa kijani, mwani mwekundu inategemea pia hii vitamin B12 kwa ajili ya ukuaji. Na walionyesha kwamba kunapokuwepo na kiwango kidogo cha vitamin B12, ukuaji wa hiyo mimea ya majini kama mwani wa kijani na mwekundu inapungua. Kwa hiyo nadhani kufikia hapo tunaweza tukaona vitamin B12 inapatikana vipi na inatengenezwa vipi, na sisi tunaipata kwa kula hicho chakula ambacho kina hiyo vitamin B12. Sasa je, nile kila siku nyama ili nipate vitamin B12? Nilipata hilo swali. Sasa tuleje nyama ili tupate vitamin B12? Ni kwa kiwango gani? Nataka niwaambie tu kwamba vitamin B12 ndani ya mwili wa mwanadamu inaweza ikahifadhiwa kwa miaka 3 hadi 5 bila kuhisi upungufu. Yaani usipokula nyama au kitu chochote, ini lako linahifadhi kiwango cha kutosha cha vitamin B12. Na baadhi ya watu inaweza ikachukua hata miaka 20 hii vitamin B12 bila kuhisi upungufu wa aina yoyote. Kwa hiyo maana yake hii inatuambia nini? Ikiwa unakula nyama ili upate vitamin B12, sio lazima ule kila siku. Unaweza ukala mara 1 kwa mwezi, mara 2, mara 3,
au mara 5 inatosha. Lakini pia unaweza ukapunguza riski kwa kula mazao ya wanyama kama maziwa na mayai. Haya pia yana vitamin B12 ndani yake na inaweza yakakusaidia kuipata kwa wepesi bila kutumia nini jamani? Bila kutumia nyama. Swali lingine nililoulizwa, je, vitamini B12 upungufu wake unapatikana kwa wasiokula nyama tu? Jibu ni hili, kwamba hata wanaokula nyama na hata wanaotumia supplement wanaweza kupatikana na upungufu wa vitamin B12 kwa sababu zifuatazo. Moja, ufugaji wa kisasa umesababisha wanyama wanaofugwa wawe na upungufu wa viinilishe ikiwemo vitamins. Kwa nini? Tunajua wanyama wanapata vitamin B12 kutoka kwenye mimea wanapokula chakula cha udongo. Maana wale bakteria wanakaa kwenye udongo, na hata tafiti zinaonyesha kwamba vitamin B12 kwenye udongo ipo mahali ambapo hawa bakteria wanapatikana. Kwa hiyo unapokula, wanyama wengi wa kisasa ambao wamefugwa wanakula vitu ambavyo vimekuwa manufactured, wengi huwa hawana hii vitamini. Kwa hiyo unaweza ukala na bado usifanye nini? Usiipate. Lakini sababu ya pili ni changamoto za kiafya kwenye mfumo wa chakula zinazopelekea tumbo lako lisiweze kufyonza ile vitamin B12. Changamoto nyingine ni ulevi wa pombe. Watu wanaotumia pombe huwa wanaharibu ukuta wa tumbo kiasi kwamba unakosekana uwezo wa kuifyonza ile vitamin B12 kwa sababu hakuna vile vidude ambavyo vifactor wanaviita ambavyo mwili unavihitaji ili kufyonza vitamin B12. Lakini wale wanaofanya upasuaji ili kupunguza unene mara nyingi huwa wanapata changamoto hii haraka sana, kwa sababu wanapunguza lile eneo ambalo vitamin B12 inafanya nini? Inafyonzwa kwenye mwili. Kwa sababu wanaopunguza unene kwa upasuaji huwa wanapunguza sehemu ya tumbo na utumbo mwembamba wa mwanzo, na hii ni sehemu muhimu kwa ajili ya ufyonzaji wa hii vitamini. Umuhimu wa vitamini B12 ni nini? Ni uundaji wa seli za damu, inasaidia utendaji kazi wa seli za ubongo na neva, na uzalishaji wa nishati mwilini, pia na uundaji wa chembechembe za urithi ama DNA. Kwa hiyo mtu anapokuwa na upungufu atajisikia dhaifu, uwezo wa kuconcentrate utapungua, na atakuwa pia na upungufu fulani wa damu kwa sababu seli zinakuwa hazikamiliki kwa uzuri unaotakiwa. Sasa tumeachana sasa na vitamini B12, tunaingia kwenye madhara zaidi ya nyama, na hiki kitakuwa ndicho kiini cha leo. Nyama kama tulivyoona jana kwamba ni ujenzi kwa kutumia nyumba iliyobomoka, na huu ubomoaji unaufanyia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo swala ni moja, vijisumu vinakuwa vingi. Kwa hiyo hivi vijisumu vinavyotengenezwa visivyotakiwa mwilini ndivyo vinavyopelekea magonjwa mengi yanayotokana na ulaji wa nyama. Moja, ugonjwa wa figo. Tuliona jana hata kwa wanyama wanaokula nyama wanapata shida ya figo. Lakini kingine ni ugonjwa wa moyo, kisukari, changamoto za ubongo kama Alzheimer, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, lakini pia na kansa. Sasa tukianza na kansa, Shirika la Afya Duniani walipokuwa wanajaribu kuainisha vihatarishi vya kansa, walivipa madaraja. Kuna vihatarishi daraja la kwanza ambavyo hivi vimehakikishwa kabisa kwamba hivi ni chanzo cha moja kwa moja, lakini daraja la pili wameligawanya 2A na 2B. Sasa tuachane na hayo madaraja, tuje tu kwamba nyama iliyosindikwa kama sausage, bacon na hot dogs, hizi zinasababisha kansa moja kwa moja, na hiyo imeshathibitishwa. Kwa hiyo unapokula sausage, jua unakula kisababishi cha kansa. Mimi tangu nitambue hilo sijihusishi na ulaji wa sausage. 2A ni visababishi vyenye uwezekano mkubwa wa kuleta kansa. Hapa unakuta nini? Hapa unakuta nyama nyekundu, nguruwe, nyama ya ng'ombe na hata kondoo na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja hivi vitu vinasababisha kansa. Sasa vinasababishaje kansa? Moja, vitu vinavyotumika kuhifadhi nyama huwa wanatumia compound za nitrate. Hizi zinapoingia kwenye mwili zinabadilika na kuwa vijisumu ambavyo vinashambulia seli za mwili, especially DNA yako. Kwa hiyo DNA ikiisha shambuliwa, seli zinakosa mwelekeo na zinashindwa kufa. Kwa hiyo matokeo yake zinakuwa kwa kusababisha kansa. Lakini jambo lingine, ule uchafu mwingi unaotokana na sumu. Moja ya sumu kubwa ni kiwango kikubwa cha chembe chembe za damu katika nyama.
Chembe za damu katika nyama ni moja ya riski kubwa inayopelekea hata kansa ya utumbo mpana, kwa sababu inapofika pale ina affect zile seli zinazo line utumbo mpana, na hivyo kupelekea uharibifu unaopelekea kansa. Na kansa ya utumbo mpana imeongezeka sana hata hapa kwetu Tanzania, na nimeshuhudia baadhi ya vijana wakipoteza maisha kwa sababu ya kansa, na wanashuhudiwa kabisa walikuwa ni walaji wazuri sana wa nyama. Changamoto nyingine ni magonjwa ya moyo. Uchunguzi unaonesha kwamba ulaji wa gramu 50 tu za nyama iliyosindikwa kwa siku zinaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo kwa 18%. Nyama ambayo haijasindikwa ni 9% ya hatari ya ongezeko la hatari. Sababu kuu ni nini? Magonjwa ya moyo yanayotokana na nyama ni kwa sababu ya mafuta yaliyoko kwenye nyama. Mafuta yaliyoko kwenye nyama yana cholesterol ama lehemu mbaya isiyohitajika mwilini, ambayo huwa inaenda na kuganda kwenye mishipa ya damu, na hivyo kuongeza shinikizo la damu na kuathiri utendaji wa moyo. Lakini sababu nyingine inayopelekea magonjwa ya moyo kwenye nyama ni chumvi. Watu wanasema utamu wa nyama ni nini? Chumvi. Sasa chumvi, matumizi ya chumvi katika nyama yanaongeza hatari za magonjwa ya moyo. Haya, gonjwa la tatu linaloletwa na ulaji mwingi wa nyama, kisukari. Zamani watu walikuwa wanaamini kisukari ni kwa sababu ya ulaji wa sukari, lakini tafiti zimeonyesha kwamba sukari nyingi inasababisha kisukari, kwa sababu inapozidi inabadilishwa na mwili kwenda kwenye nini? Mafuta, na yale mafuta yanaisababisha insulini isifanye kazi yake vizuri. Sasa kumbe ulaji wa nyama na mafuta ya wanyama unaongeza yale mafuta moja kwa moja na kuzuia utendaji kazi wa insulini. Lakini hata pia wingi wa chembechembe za damu pia unaathiri utendaji wa mwili na kupelekea hiyo changamoto inayoweza kupelekea magonjwa ikiwemo kisukari. Kwa hiyo unaona shida kubwa katika nyama, moja ni sumu nyingi, lakini pili mafuta mengi, damu na chumvi. Hivyo vitu vinne vizingatie. Sasa watu wananiuliza, sasa daktari, vipi kuhusu samaki na kuku? Kuku na samaki wana unafuu ukilinganisha na nyama, na hii iko proven kwa sababu ni wadogo, wana damu kidogo na wana misuli laini. Kwa hiyo ukiwatumia hawazalishi taka nyingi ngumu kama inayotokana na nini? Na nyama. Lakini si kwamba ni bora kuliko mimea. Hawa si bora bado kuliko mimea. Kwa nini? Ufugaji wa sasa wa kibiashara umepelekea matumizi ya dawa kiolela katika ufugaji wa kuku na samaki. Tafiti zinaonyesha kwamba utumiaji wa sumu katika ufugaji wa samaki umepelekea changamoto ambazo zinaleta hatari ya kiafya, ikiwemo kubalee mapema kwa watoto, masuala ya ukuaji na hatari kubwa za kupata saratani. Kwa sababu hawa samaki ili wazaliane sana, huwa wafanyabiashara wanatoa homoni inayobadilisha jinsia za samaki, ili samaki wawe labda dume tu, wawe sato dume tu, ili waweze kuwa wakubwa na wasishindane na samaki wengine katika swala la kuzaliana, ili waweze kuwa wengi na mfanyabiashara apate faida kubwa. Kwa hiyo tunapokula samaki hao wanakuwa na hizo homoni ambazo zinapelekea hizo changamoto. Lakini pia uchafuzi wa mazingira unapelekea samaki kufyonza kemikali hatarishi zilizomo ndani ya maji. Kuhusiana na kuku, chuo chetu cha Muhimbili kiliwahi kufanya utafiti na kubaini kiwango kikubwa cha dawa za antibiotiki katika kuku wengi ambao walikuwa wanauzwa katika migahawa Dar es Salaam. Hii nakumbuka ilitolewa mpaka kwenye magazeti na iliwashtua watu wengi. Sasa hizo dawa hazituachi salama, zinaleta athari na kuathiri afya zetu. Haya, vipi kuhusu mimea? Watu wanasema sasa mbona kila eneo tunapigwa? Ni kweli, hata mimea ina athari kwa sababu ya matumizi ya pesticide, hizi dawa za mimea. Lakini tofauti na nyama na samaki ni kwamba mimea unaweza ukapunguza kiwango cha ile sumu kama utakuwa mwangalifu kuosha vizuri matunda yako au mboga yako kwa kutumia maji ama kwa kutumia ile tunaita baking soda. Wanasema baking soda tu peke yake inaweza kuvunja hadi 98% ya sumu zinazopatikana kwenye dawa tunazopulizia kwenye mimea. Kwa hiyo bado unaona kuna usalama zaidi kwenye mimea, japokuwa kuna uwepo wa hatari kutokana na pesticide. Sasa
tuleje nyama? Ninamalizia na kanuni 6 za muhimu za ulaji wa nyama. 1, tathmini ulaji wako wa nyama wa sasa. Na mimi nina kipimo kidogo cha kutathmini ulaji wako. Ukienda kwenye sherehe, unanisikia? Mnanisikia jamani? Ukienda kwenye nini? Bahati mbaya nyama ikaisha. Moyo ukikuuma, wewe ni mlafi wa nyama. Mimi nashukuru Mungu alinisaidia. Mimi hata nikikuta imeisha sina shida, nitachukua maharage kwa amani na nitaenda zangu kufurahia chakula. Kwa hiyo hicho ndo kipimo kikubwa cha kwanza. Yaani ukiona tu moyo wako unalalamika kwa kukosa nyama. Kuna wengine hadi wanakuja kwenye nyumba za watu, wanakuta hakuna nyama, wanaanza kulalamika, jamani hapa kwenu hamlagi nyama na samaki. Unajua hapa tayari kuna shida. Kwa hiyo hicho ndicho kipimo, jichunguze. Yaani kama ukosefu wa nyama unakuuma roho, wewe ni mlafi wa nyama. Sasa kanuni ya pili ni nini? Kula kiasi kidogo cha nyama. Kula kiasi kidogo. American College of Lifestyle Medicine ninawapenda sana, niliwahi kufanya kozi yao, unaweza ukaifuatilia pia online, inaitwa Food as Medicine. Namna ya kutumia chakula kama dawa. Wanasema usile zaidi ya gram 60 hadi 100 kwa mlo mmoja wa nyama. Lakini kama unaweza punguza mpaka gram 60 kila siku kwa siku 5 kwa mwezi. Yaani maana yake mwezi mzima we ule gram 300 tu kwa nyama. Kuhusu samaki, punguza mpaka gram 75 mara 3 kwa juma. Mayai na mazao mengine ya wanyama pia unaweza ukapunguza kiwango. Wanashauri angalau mayai 3 kwa wiki. Mayai pia ni hatari kwa sababu yakiwa mengi yanaweza kuleta ongezeko la sumu hatarishi kama trimethylamine oxidase ambayo inatoka pia kwa nyama, ambayo inaweza ikaleta athari kwenye afya yako. Jambo la 3, pika nyama kwa afya na sio ladha. Zile sumu nilizozitaja, tafiti zinasema zinaongezeka zaidi unapoipika nyama kwenye moto ulio wazi, kwa kuchoma ama kwa kubanika. Wale wanaopenda barbecue na grilling wanaongeza sumu. Kwa hiyo ili kupunguza sumu ni heri uchemshe nyama. Hata Biblia Kutoka 34:26 Mungu aliwaambia usimchemshe mwanakondoo katika maziwa ya mama yake. Alikuwa anazuia kupika nyama kwa kutumia maziwa, lakini alitupa taarifa pia kumbe zamani walikuwa wanapika nyama kwa kuchemsha. Kwa hiyo chemsha ama tokosa kwa muda mrefu. Jambo la 4, epuka mafuta ya kwenye wanyama. Hii sayansi imeisha tuonesha mafuta ndiyo yanayoleta shida, lakini angalia sayansi inafuata tu nyuma ya Biblia. Walawi 7:22 hadi 24. Mungu alisema mafuta msile mafuta ya ng'ombe au kondoo au mbuzi. Mnaweza mkayatumia kwa matumizi mengine, lakini kamwe msiale. Hiyo sauti ya Mungu. Kanuni ya 5, epuka nyama yenye damu. Tumeona chembe za damu katika nyama ndizo zinazoleta madhara makubwa zaidi, ile hemoglobin. Biblia ilishasema mapema, Mungu alitangulia kabla ya sayansi. Mwanzo 9:4 Mungu alisema msile nyama yenye damu. Sasa sijui unamsikiliza nani? Mungu ni mwema sana jamani. Ukishika Biblia tu utajikuta umeisha shika sayansi bila shida. Kanuni ya mwisho, usile kibudu. Ndiyo maana tunachinja. Tunapochinja lengo ni kupunguza kiwango cha damu kwenye nyama, kwenye yule mnyama unayetaka kumla, ili usije ukapata madhara makubwa kwa sababu ya kiwango kikubwa cha chembe ya damu kwenye nini jamani? Nyama. Haya, Mungu alishatangulia. Kumbukumbu la Torati 14:21. Mungu alisema msile nyamafu yeyote. Sasa tunakaribia ukingoni mwa somo letu. Hakuna kilicho kitamu kushinda afya njema. Siku ukipoteza afya njema ndo utajua kwamba nyama si tamu kuliko afya njema. Kesho tutaangalia wanyama safi na wasio safi, kuna maana yoyote? Usikose tunapoangalia utakatifu mezani. Mungu awabariki.